Karibuni tena wapendwa watazamaji katika kipindi chenu mnachokienzi ukweli wa habari, na mimi ni wenu wa kila siku Elijah Meru. Asante sana kuweza kujiunga na sisi tena jioni ya leo ili tuweze kuzungumuza kwa pamoja na kuweza kujuliana hali. Asante sana kwa watazamaji wangu ambao mnaendelea kunitumia habari za ukweli ambazo mko nazo. Kama tulivyosema, hatuna nia yoyote ya kumanipile watu kwa njia moja au nyingine. Yetu hapa ni kuwajelisha wananchi. Mimi mwenyewe singetaka mtu anidanganye ati aniambie habari fulani ya kufurahisha masikio yangu. Ningetaka mtu aniambie habari za ukweli ili nijue vile ya kujichukua, kama mwenyewe niko eneo lile ama niko na watu ambao wako katika maeneo ambayo yanazungumzia. Kulingana na habari ambazo tuko nazo ni kwamba kule Walikale ambako tulikuwa tumeeleza katika siku zilizopita hapa ya kwamba jeshi la M23 walikuwa wamesema ya kwamba wanajiondoa katika mji ule au katika santre ile ya Walikale na vitongoji vyake, na ilisemekana ni kwa sababu ya mashambulizi ya anga ambao waliweza kuyapata kutoka kwa jeshi la serikali ya Kongo, na wazalendo walitandikwa vizuri, na baada ya kutandikwa wakaweza kurudi nyuma. Lakini kwa sasa tunavyoeleza habari tuko nazo na wananchi ambao wako eneo lile wenyewe wanasema ya kwamba mji ama eneo lile la Walikale linatawaliwa sasa hivi na M23, na ile vichongozi vya pembeni vyote walivyosema wamejiondoa, wamerudi kabisa. Na isitoshe inaonekana ya kwamba wanaendelea kupata ramforo kutoka kwa maeneo ya Goma. Ramforo hii ikiwajia kwa njia ya anga na njia ya udongo. Hivi inamaanisha ya kwamba leo peke yake wanasema zaidi ya ndege 7 zimetua pale kuwaletea vifaa na watu ili waweze kuendelea kuimarisha vikosi vyao tayari kwa ajili ya vita katika eneo lile la Walikale. Wamepata pia usaidizi kutoka kwa njia ya barabara kutoka Goma bado kufika pale eneo la Walikale. Duru zimesema ya kwamba wananchi ambao walikuwa wamekimbia pia wameanza kurudi polepole, kwa sababu maeneo ambao walikimbilia wamepatikana kwamba walikuwa na hali ngumu, kwa sababu hawakupata usaidizi wa aina yoyote. Hivyo basi wameamua waanze rudia manyumbani bado na hali ya wasiwasi, manake hawajui iwapo tena vita vitarudi pale maeneo ambako wamekimbia manyumbani kwao. Ikumbukwe ya kwamba mbunge wa huko Walikale akiwa ni wa ENC ambaye anajulikana kama Bwana Michel Moto alisikika kwenye bunge la taifa kule mjini Kinshasa akiwaeleza akisema kinagaubaga ya kwamba alikuwa anaomba serikali ya Kongo iweze kuwatumia msaada wale wananchi ambao wamekimbia makwao na ambao wako katika hali ngumu, lakini mpaka sasa hivi hatujasikia lolote iwapo kuna vile serikali ya Kongo ilidepeshe msaada wa aina yoyote. Na ndio maana wananchi wa eneo lile, ijapokuwa wanajua kwamba eneo lenyewe sio shwari kabisa, waliamua kama ni kufia manyumbani kwao, wasiende kufia msituni na njaa na wanyama na mambo kama na haya. Upande mwingine pia kule Goma ambako Nanga na watu wake wako, hatujasikia pia kwamba kuna msaada aina yoyote ambao wameidepeshe kwa ajili ya kuwasaidia wananchi wale ambao wanakimbia maafa eneo lile. Wakati huo huo inaripotiwa ya kwamba wanajeshi wa Kongo pia wameweka ngome yao kwa kilomita 24 kutoka santre ya Walikale, eneo ambalo linajulikana kama Boboro. Boboro ni umbali wa kilometri 24 kutoka mji wa Walikale. Wachanganuzi wa kisiasa wanaamini ya kwamba hii ni njia ya kujiandaa kuweza kuendelea na mapigano ya kwao, warekipere mji wa Kisangani na ule wa Maniema. Kisangani ambako Bwana Corneille Nangaa mwenyewe anatokea, inasemekana ya kwamba hana nia ya kuona umwangikaji damu kule, na ni kama anajaribu kunegotiate iwapo wanaweza wakaingia bila
umwangikaji wa damu katika mji ule ambao ni mji ambao uko na historia ya mauaji, mkikumbuka ya kwamba wananchi ama wanajeshi kutoka Rwanda na wale wa kutoka Uganda walipigana katika ule mji wa Kisangani na kuacha maafa mengi, kuacha majeruhi wengi, wanadamu wengine ambao waliumia wakati ule bado wana alama za yale matatizo waliyoyapata wakati ule. Hivyo basi tutaendelea kuwajuzeni ni nini ambacho kinaendelea tutakavyoendelea kupata habari kuhusu maeneo ya vita na nchi yetu na usalama ambao uko kule. Hivyo pia tunaendelea tu kwa eneo lile la Katana, waasi wa M23 wamerekipere eneo lile kuanzia jana baada ya kuweza kupata ramforo kutoka Bukavu na kuweza kuwagombanisha wale wenzetu wazalendo ambao walikuwa wamechukua eneo lile kwa masaa, na waliweza kukimbia kurudia kwenye msitu ya Parque National de Kahuzi Biega ambako walikuwa wametokea, lakini si bila maafa, kwa sababu inaonekana bomu katika ile wakati walikuwa nagombana, bomu fulani liliwaangukia nyumba ambayo ilikuwa na mama na watoto wake wawili na wakaweza kuaga ulimwengu. Ndugu mwingine pia inaonekana ya kwamba katika ile ufyatunaji wa risasi aliweza pia kushikwa na risasi na akaweza kuaga. Tutaendelea kuwajuzeni habari zaidi tunavyozipata, na tunawaombeeni wale ambao mko maeneo hayo ya vita muendelee kuwa waangalifu na muendelee kujitunza na kutunza wale ambao wako watu wetu. Mungu awabariki, tukutane tena tutakapokutana kwa kipindi kingine. Asanteni sana.